Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Neno la Bwana leo linaanza kwa kuangalia somo la kwanza, ambapo tunamkuta Daudi licha ya kusikia sifa zake zote kama mtumishi mwaminifu wa Mungu aliyepakwa mafuta, aliyetetewa na Bwana na kuokolewa mikononi mwa mfalme Sauli. Licha ya yeye kuwa na sifa zote hizo, sasa leo tunasikia kwamba anaanguka, ameacha maongozi ya Bwana na anatenda dhambi tena kubwa, dhambi ya uzinzi na dhambi ya kumuua Uria, na Bwana anamtangazia adhabu kali sana. Lakini Daudi mara moja atakimbilia kwa Bwana na kumlilia na kumwomba msamaha, naye kosa lake litasamehewa. Ndugu zangu, kama ni kukosa, basi Daudi alikosa kama baadhi yetu au baadhi ya wafalme wengine wanavyokosa, kama kina Sauli walivyokosa. Lakini kilichomfanya Daudi awe tofauti ni moyo wake wa unyenyekevu, moyo wa kuanguka magotini mwa Mungu na kuomba msamaha. Wakina Sauli haya yaliwashinda. Kilichomwokoa Daudi ni ule utayari wake wa kukimbilia wema wa Mungu na kukimbilia huruma ya Mungu na kuomba msamaha kwa Mungu. Akina Sauli walikosa huu tayari, ndugu zangu, ndio maana walianguka. Ndugu zangu, ndani ya hii dunia tutafanya dhambi nyingi sana. Hii ni kweli, na dhambi siku zote zitatutenganisha na Mungu. Lakini wokovu utakuja tu kwa yule mnyenyekevu, yule aliye tayari kuanguka miguuni mwa Mungu na kwa mwenzake aliyemkosea na kumwomba msamaha. Uwepo wa watu ndani ya jumuiya ambao huwatendea uovu wenzao halafu hawaombi hata msamaha ni majanga. Kwa hiyo jumuiya inakuwa ni jumuiya ya kisasi, naishi watu wakiwa wanatafutana. Jumuiya hiyo itakuwa ya visasi tu, jumuiya ya kuindana na si ya kusaidiana, jumuiya ya kungojeana mwenzako adumbukie kwenye kosa ili umcheki na kumshangilia. Hivyo tujifunze toka kwa Daudi unyenyekevu. Utatusaidia kukuza jumuiya zetu, kukuza jamii yetu. Na pia ukiomba msamaha usikatae. Mungu anakubali kuomba msamaha na anasamehe. Je, wewe mwanadamu unatakiwa tena ufanye zaidi? Kwa hiyo toa msamaha, kwani siku na wewe pia utakosea. Ndugu zangu, somo la Injili, Yesu anaongelea kuhusu ufalme wa mbinguni, akiufananisha na punje ya haradali na pia jinsi mbegu inavyokuwa na kumea bila ya sisi kufahamu. Yesu anatutaka tujue na tuelewe kwamba ufalme wa Mungu tutaujenga kwa namna yetu tutakavyokuwa tunaishi maisha ya kawaida hapa duniani. Tukiishi vizuri, namna ya kuongea, kutenda na hata kuhudumia wengine, utakatifu wetu tutaupata kutoka katika mambo haya ya kawaida tu. Tunapokosea kwenye maisha kama Daudi, tukimbilie kwake na kuomba atutakase ili ufalme wake uzidi kustawi ndani yetu. Kosa hili la Daudi litufanye hasa wale ambao tuna wadhifa fulani katika jamii, wale wenye heshima zao, wale viongozi ambao wamekosea jamii, watafute namna ya kuomba msamaha na wala wasijaribu kutafuta namna ya kukimbia. Kadri unavyokimbia kutokuomba msamaha ndivyo unavyoharibu zaidi. Kadri nyani anavyopanda juu ndivyo anavyoendelea kuaibika zaidi. Kwa hiyo jishushe, kiri kama umekosea jamii, iombe msamaha, usijifanye kwa kama Daudi. Ukifanya hivyo Mungu atakusaidia na Mungu atakubariki sana. Lakini wengi hawapo tayari kwa sababu neno unyenyekevu au roho dhamiri zao haziwashtaki kabisa. Ndugu zangu, tusijivune sana na kuona kwamba ati mambo yote kwetu ni sawa. Na kuambia jiandae tena na uombe sana. Kuna siku ambapo utafanya blanda tu na maishani mwako utaishiwa kuchukiwa kama hutakuwa mtu wa kukiri dhambi zako na kuomba msamaha wale uliowakosea. Ndugu zangu, tuwe katika tahadhari, tukijua kwamba tunaweza tukakosea muda wote, na kukosea basi tusijifanye, tukimbilie wema wa Mungu, tukimbilie msamaha kutoka pia kwa wenzetu. Utakapojifanya hujakosea na kujaribu kujificha, ndivyo unavyoonekana mbaya zaidi. Kuwa mnyofu kama Daudi na utapata furaha kuu katika maisha yako. Mungu atubariki, Mungu atusaidie. Wale ambao tuna nyadhifa katika jamii, wale ambao tuna nyadhifa viongozi, tunapokosea wadogo basi tuombe msamaha. Tusijitahidi kujionyesha kwamba hatujakosea.
hakuna shida yoyote. Hii itatufanya tuaibike na tutaumbuka tu. Tusikubali, tuombe msamaha, tukiri, na ikiwezekana kama tumekosea, basi tu accountable. Tukubali kwamba sisi tumekosea na kutokana na hili nitafanya hivi na hivi na hivi. Hiyo itakufanya upate heshima zaidi kuliko kujitutumua. Kujitutumua kunaumbua wengi. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Utakia siku njema.